za kujumlisha na kutoa. Usipofuata formula utapata majibu. Usipofuata formula upate majibu, na kwa Mungu ndio hivyo hivyo. Usipofuata utaratibu Mungu alioweka, hutapata majibu. Shida watu wengine wanataka njia za mkato. Hawezi kupata majibu ya mahesabu kwa njia za mkato. Na majibu ya kufanikiwa katika maisha ya hapa duniani na hata ya ufalme wa mbinguni hawezi kuyapata kwa njia ya mkato. Lazima ufuate formula, lazima ufuate utaratibu. Ukifanya hivyo utaona mafanikio makubwa. Shida ukiwaambia watu hivyo hawaamini. Watu wengi hawasadiki. Walio wengi, wachache sana, katika 100% ni 5%, 95% hawasadiki. Kwa hiyo wanafuata njia zao. Kwa maana maisha yanakuwa magumu. Watu wanatumia njia ngumu. Ukiwa unafahamu formula, majibu yanakuwa mepesi. Kama ufahamu formula, majibu yanakuwa ni magumu. Na hata katika maisha ndio hivyo. Katika hesabu unavyoona kwamba kama utumii formula upate majibu, na maisha ya kiroho ni hivyo hivyo. Hata maisha ya kidunia tu, kama ufuate formula ufanikiwe. Utaratibu wa maisha, kama hamna mpangilio katika maisha, hauwezi kufanikiwa katika jambo lolote, la kiroho, la kimaendeleo, la kimwili. Kwa hiyo hata ufalme wa mbinguni hatutapata kiurahisi. Yesu anaposema mtaingia kama katika ufalme wa mbinguni, watu wanachukulia ni mzaha. Sio mzaha, ndio ukweli wenyewe. Kwa hiyo ninyi wabatizwa leo mnakuwa wa Kristo, mmeanza na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Inabidi mwanze kuanzia leo kubadilika. Mnabatizwa na wengine mnafunga ndoa. Mambo matakatifu yote. Mnaachana na upagani, mnaachana na uchumba sugu, mnaanza maisha mazuri ya kisakramenti. Mkianza kuanzia leo kuishi kama watoto wa Mungu, mtaona neema zitakavyowamiminikia katika familia zenu. Sasa watu ukiwaambia hawasadiki, hawaamini. Kwa hiyo wanarudia maisha yao ya zamani. Leo hii mkibatizwa na mkafunga ndoa Jumamosi, muishi kweli maisha ya Ukristo. Muishi kama Wakristo kweli. Mwe mnasali, mwe mnapokea sakramenti za kanisa, mwe mnasoma neno la Mungu na kulitafakari, mshiriki mambo yote kiaminifu. Muende kwenye jumuiya, mlipe zaka kamili. Watu wengi walipagi zaka kiaminifu kwa maana maisha yanakuwa magumu. Watu wanasema maisha magumu. Si mmekataa kulipa zaka kiaminifu, lazima yawe magumu. Mungu alishatoa maelekezo, leteni zaka kamili ghalani mwangu, kiwemo chakula nyumbani mwangu. Nijaribuni kwa namna hiyo, muone kama sitawafungulia madirisha ya baraka, nizijaze ghala zenu zifurike, hata mkose mahali pa kuweka. Hayo ni maagizo ya Mungu, kufuata taratibu Mungu alizozitoa. Na hata sala ya leo asubuhi, sala nilikuwa nasali wiki yote. Sala nilikuwa nasali wiki yote ilikuwa ina maelekezo mazito. Naomba ile msala ya leo. Maana tunaposali hizi sala kwenye misa asubuhi, watu wanazania kwamba huo ni utangulizi tu wa misa. Ile sala ndo maombi ya siku hiyo yote. Sala ambayo tumekuwa tukiisali wiki yote. Kwa wale mnaokuja kanisani asubuhi, sala kwa tunaisali wiki yote, tulikuwa tunasali tunasema, E Mungu, wewe uliye nguvu za wanaokutumainia, uwe radhi kupokea maombi yetu. Na kwa vile pasipo wewe sisi katika udhaifu wetu wa kufa hatuwezi kufanya neno lolote, utusaidie daima kwa neema yako. Nasi katika kutimiza amri zako tukupendeze kwa kutaka na kwa kutenda. Hii sala tumekuwa tukisali wiki yote, hata leo mpaka Jumamosi.